Aidha, ilikuwa tarehe 12 hadi 13 mwezi wa 12 2025. Tunaanza na jamii ya Injili na maadhibisho. Mapendekezo: rotasio za kwaya zichunguzwe. Adhimio: jamii imekubaliana kwamba kulingana na mizigo ya maparokia, rotasio ziwe zinafanyika mara moja tu kwa mwaka na ibada la vijana ziwe zinafanyika kama kawaida bila malisho. Kiashiria ripoti ya maadhibisho jimbo, mhusika maadhibisho jimbo, muda tangu sasa na kuendelea. Maadili ya kanisa letu yazingatiwe vema. Jamii imekubaliana kwamba maadili yazingatiwe vema. Kwa hiyo viongozi wa kanisa waandae mafundisho kuhusu sheria za ndani na katiba na sheria za ndani za kitabu chetu cha nidhamu ya kanisa letu kwa kina, ili kuepuka mmomonyoko wa maadili. Kiashiria ripoti ya maadhibisho jimbo, mhusika maadhibisho jimbo, muda tangu sasa na kuendelea. 3. Ombi moja kutoka kanisa moja lichunguzwe. Jamii imekubaliana kwamba parokia yoyote iliyopo nje ya jimbo la Nyarugusu ikihitaji msaada, barua yao ipite kwenye jimbo lao, ndipo jimbo husika liandikie jimbo la Nyarugusu barua. Kiashiria ripoti ya mkuu wa jimbo, mhusika mkuu wa jimbo, muda tangu sasa na kuendelea. 4. Uongozi jimbo utafute njia ya kusuluhisha umbali wa watoto wa SS kufikia madarasa yao. Jamii imekubaliana kwamba swala hilo uongozi wa jimbo uende kuonana na uongozi wa umoja wa makanisa kabini ili kuwalinda watoto kwenda kuabudu mbali na kuepuka ajali au kupotea kwa watoto. Kiashirio ripoti ya mkuu wa jimbo, mhusika mkuu wa jimbo, muda tangu sasa na kuendelea. 5 na mwisho ya jamii hii, shule ya Edene itafute mchanganyiko wa walimu na wanafunzi toka dhehebu zingine jirani. Jamii imekubaliana kwamba nidhamu ya shule izingatiwe kwanza kabla ya kuongeza walimu na wanafunzi toka makanisa jirani. Pamoja na hayo, wahubiri wote wa makanisa ya mahali wahimizwe kuchangia bila kuchelewa kila mwezi. Kiashirio ripoti ya maadhibisho jimbo, husika mkuu wa maadhibisho jimbo, muda kuanza sasa na kuendelea. Ripoti ya fedha, jamii ya fedha, utumishi na mama na familia. Mapendekezo: maamuzi yaambatane na vitabu vya kanisa letu, kitabu cha nidhamu, sheria na kanuni la kanisa letu. Jamii imekubaliana kwamba adhimio zinazochukuliwa na kanisa viambatane na vitabu vya kanisa letu, kitabu cha nidhamu, sheria na kanuni. Kiashiria ripoti ya parokia, mhusika mchungaji wa parokia, muda tangu sasa na kuendelea. 2. Mchango wa nondo wa kusaidia kanisa la Kibirizi. Jamii imekubaliana kwamba ufanyike usisimuaji wa nondo siku ya ibada la Krismasi. Pesa zitakazokosekana zigawike kwenye maparokia. Kiashiria ripoti ya fedha jimbo, mhusika fedha na
diakoni, muda kwenye mkutano wa Krismasi. 3, jimbo isaidie kwa kununua uwanja wa kanisa la Nyarugusu kijijini kwa pesa inayokosekana $300,000 na shilingi 50,000. Jamii imekubaliana kwamba jimbo isaidie kununua uwanja wa kanisa la Nyarugusu kijijini kwa pesa inayokosa thamani ya $300,000 na shilingi 50,000 kama ifuatavyo: jimbo kuchangia $100,000, Umoja kuanza parokia Umoja hadi parokia Nuru Hai kuchangia kila parokia shilingi 42,000, parokia ya Bethlehemu na parokia ya Yerusalemu watachangia shilingi 42,000. Kiashirio ripoti ya fedha, mhusika fedha tangu sasa hadi mwezi wa kwanza 2026. Shule itafute udhamini wa vyeti vya kimataifa kwenda kusoma chuo kikuu. Jamii imekubaliana kwamba pendekezo hili lipelekwe kwenye baraza la mwaka la Tanzania. Kiashiria ripoti ya mkuu wa jimbo, mhusika mkuu wa jimbo, muda wakati wa baraza la Tanzania. Kanisa lijifunze swala la mishahara ya wafanyakazi wa shule ya Biblia au IBE. Ndio pendekezo la mwisho hilo. Jamii imekubaliana kwamba kwenye mshahara wa shilingi 45,000 jimbo iongeze 5,000 kwa kila mwalimu. Ripoti ya fedha jimbo kama kiashiria, mhusika fedha jimbo, muda tangu sasa na kuendelea. Ripoti ya kamati ya wazee, kikao cha wazee, kulikuwa na pendekezo watumishi wasioshiriki maombi wasihudumie siku ya Jumapili na kwenye mikutano. Azimio, baraza inawahimiza wachungaji wote kuitika vema na kwa utiifu wajibu wao wa kujiombea wenyewe na kuliombea kanisa la Kristo kama wanavyoagizwa na Yesu Kristo, Bwana wa kanisa, kupitia neno la Mungu na vitabu vya maparokia. Kuna pendekezo lingine, mipango mingi ya jimbo kwa mwezi mmoja ingeangaliwa kwa sababu inadumaza plani za kazi za kanisa za mahali za section. Azimio, baraza limepongeza uongozi wa jimbo kulitatua jambo hili kwa kuomba mapastori, viongozi wa parokia kuachia Jumapili moja tu kwa mwezi kwa ajili ya shughuli za maidara. 5 na mwisho, kwa mujibu ya katiba ya kanisa la Kimethodisti huru, baraza kuu la Kongo kwenye ukurasa wa 21 article 2 nukta yake ya pili, wajumbe wa kikao cha jimbo ni wafuatao: Reverend mkuu wa jimbo, mapastori wote wapatikanao katika jimbo, viongozi wa maidara jimbo na wahubiri wa kanisa za mahali wote. Na Mungu atubariki.